السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوكل عليه ونؤمن به. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu kipenzi chake ambaye pia kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama leo insha Allah ta'ala kwa taufiki yake Allah tutatazama hadithi mashhur katika ulimwengu wa dini ambayo imesimuliwa kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu na kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipata kuwasema Mtume sallallahu alayhi wasallam watu wa aina 7 ambao siku ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitakuwa kimewekwa maalum kwa watu 7, yani watu makundi 7. Angalau mtu atafute sehemu ajiegeshe katika hao watu wa aina 7. Kule nilikojua kwa sasa wanasayansi wanatuambia umbali lilikojua ni maili milioni 93 kutoka katika ulimwengu huu, kutoka ardhini mpaka lilikojua ni maili milioni 93 au kilomita 150 milioni. Watu wa sasa hivi wengi waambie kilomita ndo kidogo, wanaweza wakapiga hesabu. Kizungumza maili, vijana wengi wanakuwa hawazingati, lakini kuambia kilomita wanaweza wakapata picha kidogo. Kwa kilomita milioni 150 lilipojua kutoka katika usawa huu wa ardhi. Siku ya Kiyama jua litashushwa maili 1 tu, kutoka maili 93 milioni kuja maili 1 tu umbali wake. Maana yake ni subhanallah. Ikiwa kule lilikojua sisi tunauma meno, tunasikitika, mtu ananung'unika anakuambia jua kali sana, na jua likiwa litachoma sehemu ya bati, sehemu ya saruji, utaona hata mguu wako kuuweka shida, ukiuweka unainua kwa sababu jua linachoma sana. Au maji haya yakipata jua, yakipigwa na jua maji, mtu kwenye chombo anaweza kayasamehe kuyatilia udhu yakiwa yana
vukuta ule umoto wake. Sasa hebu tujiulize swali na tuvute fikra zetu, ikiwa jua liko kule maili milioni 93, tunasikitika na kuona hivi tunavyoona, laula letwa maili moja, na sio moja milioni moja, hii moja, vipi itakuwa hali? Na siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yauma tubaddalu al-ardh ghayra al-ardh, siku ambayo ardhi itabadilishwa isiyokuwa ardhi hii, ardhi ya Saba. Najua lipo hapo. Watu aina 7 ndio ambao watapata kivuli cha Allah, na hakitakuwa kivuli kama tulivyozoea sisi. Unaweza ukakaa kivulini, lakini ukitupa macho kwenye jua unaumia. Unaweza ukajificha jua, lakini bado likawa athari yake linakuumiza. Hiki ni kivuli, maana yake ndani yake kutakuwa kuna starehe. Kivuli ambacho ndani yake hatakuwa na kero lolote mtu, maana yake amepewa ni hidayah, ni zawadi, ni tuzo ya yale aliyoyatumikia. Kwa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza hayo ambayo leo tutayagusia walau kwa uchache. Hawa watu aina 7, 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu aina 7 watafunikwa na kivuli chake Allah siku ambayo hakuna kivuli, hakutakuwa na kivuli chochote isipokuwa kivuli chake. Na tunajua siku ya Kiyama maana yake itakuwa imeshapita miaka ya kusawazisha ardhi, kilichoota ardhini Allah kashaisawazisha ardhi, imekaa sawa sawa. Tunaambiwa kama utasimama hapa ukatazama upeo, ni pale tu upeo wa macho yako unaweza kutazama, utakuwa unaona usawa sawa hivi. Hata kama unaona mpaka Chake Chake, mpaka Mkoani, upo darajani Unguja, unaona mpaka Makunduchi, uwezo wako uko hivyo. Uko Dar es Salaam Kigamboni, unaweza kuona mpaka labda Bagamoyo. Kama uwezo huo unao, basi ni wewe tu, lakini hakuna obstacle, hakuna kizuizi chochote ambacho kitakuwa kimekuzuia ukawa wewe huwezi kuona, isipokuwa labda ni uwezo wako wa macho, kwa sababu utakuwa pako sawa sawa. Siku hiyo ni nzito, hakuna mti utakufunika kivuli, hakuna nyumba utakaa chini ya paa la nyumba labda ufunikwe. Ile kivuli ni cha Allah peke yake. Ni watu gani? Sisi kwanza tunamwambia Mwenyezi Mungu, nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minhum. Tumuomba Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwemo katika hao miongoni mwa watu makundi 7 inshallah. Na asnafu minan nisaa sawa'un minar rijal au minan nisaa, haya makundi katika watu ni sawa, itakuwa ni wanaume au wanawake, haijalishi jinsia. Ni kuwa tu umejiwekesha umo katika moja ya kundi hilo au yote au mawili au matatu, lakini umepata bahati ya kuwemo, basi tayari utakuwa umeshaingia. Ingawa wafasiri wanasema hili kundi la kwanza hili litamgusa mwanamme. Ni lipi? Al-Imamu al-Adil, kiongozi, msimamizi, mtawala, anayesimamia mambo ya watu, mambo ya jamii, mambo ya nchi, mambo ya kata, mambo ya wilaya, mradi awe ana wadhifa wa mahala, akawa katawalishwa mahala kusimamia mambo ya watu, akawa ni mwadilifu. Sio tu imamu labda msikitini, al-Imamu al-Adil kwamba ni kiongozi, ni imamu anayeswalisha tu msikitini, bali hapa ni mtu yoyote ambaye atakuwa na mamlaka ya kusimamia kundi fulani katika makundi ya watu, akasimama katika uadilifu, kusimamia kuchunga haki za wale anaowasimamia, kuongoza yale mambo anayoyaongoza. Na hapa al-Imamu al-Adilu, hili ndilo kasema
msherhe ya kwamba hili litamgusa ni arrijal, wanaume. Ima atakuwa anasimamia watu, au yawezekana hata kwamba anasimamia nyumba yake. Mtu anasimamia katika nyumba yake, ndani ya nyumba yake anasimama kwa uadilifu kiasi gani? Kama ni mwanamume, azauju, mume, anasimama ameishika nafasi yake ya usimamizi kwa kiwango gani, vile anavyotaka Mwenyezi Mungu, au hasimamii kwa kadiri anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumu an-nasu kulluhum baina yaday Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tadnu ash-shamsu min ar-ru'us, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah na jua litashuka katika vichwa, juu ya vichwa. Fa idha bil ard yasilu min an-nasi fi hadha al-yawm al-fadi' wa yunazzalu fi al-ard au yanzilu fi al-ard. Siku hii jasho litawatoka watu likichuruzika na kuanguka ardhini, na litatoka jasho kwa kadri yule mtu madhambi yake yalivyokuwa au yalivyo. Kwa hiyo faminhum, anasema Sheikh akisharehesha, faminhum man yablughu ila qadamaihi, wako watu jasho lao litakuwa linafikia kwenye miguu, kwenye nyayo hapa. Wako watu majasho yao yatafunika miguu yao, wako wengine yatafunika ila rukubataihi, magoti mawili, watu kwa sababu ya madhambi yao. Kwa mtu wa kwanza ni al-imamu al-adil, kwa sababu yeye kwa kutumia uadilifu, anfa'u nnasi linnas, ni mtu mwenye maslahi kwa watu, manfaa kwa watu wananufaika naye kwa nafasi yake. Yanfa'u nnas, anawanufaisha watu. Ya'dilu bainahum, anawafanyia uadilifu baina yao. Huyu atakuwa mmoja katika watu watakopata kivuli siku ya Kiyama. Mtu wa pili, athani shabun nasaa fi ibadati llah, kijana ambaye amekulia katika ibada, kumwabudu Mwenyezi Mungu, akawa umri wake wa ujana amepitia akiishi katika ibada, anamwabudu Mwenyezi Mungu, anapenda ibada za swala, anapenda ibada za funga, anapenda ibada za kusoma Qur'an, anapenda ibada za dhikri. Ni mtu maisha yake yamejichagulia yeye, anajitahidi kujiweka karibu na Allah kwa ibadati mbalimbali. Hapa akatajwa kijana kwa sababu vijana wengi wanakuwa bado wanaona ujana wao hawastahiki kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu kwa ibada, na bado anajipa matumaini kwamba mimi bado nipo na naweza kuishi muda mrefu baadaye nikiwa natumia nafasi yangu kwanza ya ujana, lakini baadaye nitakuja kutubu, nitarejea kwa Mwenyezi Mungu na nitafanya vizuri. Anajipa matumaini, maskini akiwa hajui au ameghafilika ya kwamba muda wowote yeye anaweza kuhitajika mbele ya Mwenyezi Mungu, licha ya kuwa ni mtoto, licha ya kuwa ni kijana bado. Shabun nasha fi ibadati llah, kijana ambaye anaishi katika kumwabudu ibada za Mwenyezi Mungu. Yafrahu almu'min, mu'min yatakiwa awe anafurahi anna Allah azza wa jalla hadahu lidinihi faaqbala ala ta'ati llah wa huwa shabun saghir. Mu'min anafurahi kwa Mwenyezi Mungu kamuongoza yeye kufuata dini yake vizuri, akawa amejikwekeza, amekubali kujiweka katika taa, amezikabili taa, utiifu kwa Mwenyezi Mungu, na akiwa yeye
bado angali kijana mdogo kabisa. Wa kam min ash-shababi yaqtarifuna maasi Allah, wangapi katika vijana wamejiweka na kuzama katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Waqad yatubuna ghadan, na wakiwa wanajipa matumaini kwamba huenda watatubia kesho. Kesho ipi unayojua utafika? Walakin baada ma yatubu ahaduhum waqad jaahu almashib yandamu ala ma farat, lakini ukisha kumfikia uzee, umri umepita, mvi zimeota, sasa anajuta kwa aliyoyafanya, na kuna mambo ambayo sasa hawezi kuyafanya tena, hawezi kuyavumilia kwa sababu ya umri wake. Sasa muda umempita, na kijana akiamua kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi ana wasaa mzuri zaidi wa kumwabudu Allah, na akatumika vizuri kumwabudu Mwenyezi Mungu. Akiamua kukaa usiku kukesha, umri, afya yaweze kumruhusu na ibada zikamruhusu kuzifanya vizuri zaidi, na ndio maana akapewa ofa hiyo, ikiwa atafanya hivyo katika wakati ambao ni mgumu, kijana kama kijana kujiweka sawa sawa kumwelekea Mwenyezi Mungu, kwa kuwa mambo mengi yanamkubali, ushawishi ni mwingi, mambo yaliyomzunguka, mazingira kwa ujana wake yakawa yana challenge zaidi kwake kuliko akiwa mtu mzima na uzee. Kwa hiyo akaweka Mwenyezi Mungu nafasi hii, shabun nashaa fi ibadati llah, kijana aliyekulia lakini akakulia maisha yake katika ibada, bado yungali kijana, akawa yeye kajishughulisha mno na ibada. Huyu kaekewa siku ya Kiyama, naye yumo katika watu ambao watapata kivuli siku hiyo, siku ambayo hakuna kivuli. Vijana, wito kwa vijana kuweza kujitahidi katika wakati huo wa ujana wao, kama ni kutafuta ilmu ya dini, kumtambua Allah, basi ni sasa mapema, kabla mambo hayajawa makubwa kwao, kabla umri haujawakataa kuyafanya hao, kabla bado ana nashati ya mwili, uchangamfu, nguvu ya kuweza kuyashughulikia hayo vile ambavyo yatakiwa hasa kushughulikiwa. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, mcheni Mwenyezi Mungu inavyopaswa hasa kumcha Mwenyezi Mungu. Basi kupaswa hasa kumcha Mwenyezi Mungu, haki ya kumcha Mwenyezi Mungu. Ikiwa ukijana wewe, una nafasi nzuri zaidi. Kama ni siyamu, kama ni funga, utazifunga nyingi za sunna, ikiwa bado umri wako na mwili wako unakubali hasa kufunga. Kama ni kukesha, kumkeshea Mwenyezi Mungu, unaweza ukakesha hasa kwa sababu ya umri wako na ujana wako. Shabun nashaa fi ibadatillah, kijana aliyekulia makuzi yake akakuwa akiwa ni mwenye kujishughulisha mno na kujishirikisha katika ibada. Mtu nambari tatu, kundi la tatu ambao watapata kivuli siku ya Kiyama, rajulun qalbuhu muallaqun fil masajidi, mtu ambaye moyo wake umefungamana na misikiti, hata akitoka basi wasaa wake anaotumia mara nyingi kukaa msikitini, lakini akikaa i'tikafu mara kwa mara, yataqarrabu ila Allah bisalah, anajikurubisha kwa Allah kwa swala sunna msikitini, fi baitihi wa bil i'tikafi fi baitihi wa bi dhikrillah, yani anajishughulisha katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, sala, itikafu, vikao vya msikitini vile anakaa, wa bi dhikrillah, na dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu mara nyingi, lakini wa duaihi, na kumuomba Mwenyezi Mungu, wa qiraati alquran, kusoma Qur'an, wa bihudhuri majalis alilmi, kukaa vikao, kuhudhuria, kuwepo katika vikao vya kielimu. Faqalbuhu muallaqun bibaiti llahi subhanahu wa ta'ala, moyo wake umefungamana moja kwa moja na nyumba ya Mwenyezi Mungu, msikiti. Huyu sio mutaalliqan wa laysa mutaalliqan bil masajid li'annahu sayuqabilu fulanan wa fulana, sio kwamba
amejiweka sana msikitini kwa sababu akutane na fulani na fulani, fulani nitamkuta msikitini au kutakuwa kuna sadaka msikitini, au nikikaa msikitini kuna maslahi haya, yeye mapenzi yake, raghba yake ni kukaa msikitini lillah, kwa kuyafanya yale mambo ya Allah, kujikurubisha. Kwa hiyo huyu siku ya kiyama naye ana sehemu katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa tatu, wa rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, watu wawili au pande mbili za watu wakawa wanapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wakawa wanakusanyika pamoja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini wakikaa maana yake wanakutana kwa ajili ya Allah, labda darsa, labda safari zao kujulia watu kheri hali zao, labda wanafanya mambo yao ya kheri kwa pamoja. Wakikutana wao hawakutani kwa sababu labda ya mambo ya kipuzi, labda masala ya mpira, ya betting, mambo ya kamari, au labda wanakutana kwa ajili ya kimaslahi ya kidunia tu. Wanakutana kwa ajili ya khairat, mambo ya kheri pamoja. Lakini vile vile watafarraqa alayhi, na ikitokea wamebagukana, hawabagukani kwa magomvi au kwa uhasama, huachana pamoja wakiwa yatosha, kila mmoja anakwenda kwenye maslahi mengine. Lakini watafarraqa alayhi, wanapobagukana wanakuwa wanabagukana pia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa ubaya. Hawa pia wamewekwa ni watu ambao siku ya kiyama watapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu udugu wao na makutano yao na mafungamano yao ni lillahi, anawafungamanisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mwingine ambaye Allah amemchagulia kuwa katika kivuli cha Allah, rajulun da'atuhum ra'a, mtu ambaye mwanamme ataitwa na mwanamke, dhatu mansibin wa jamali, mwenye cheo, wadhifa na uwezo wa kifedha wa kimali, lakini akaitwa bil ma'siyah, kwa ajili ya kufanya maasi. Yeye kijana yule akakataa, faqala, akasema, inni akhafu Allah, hakika mimi namwogopa Allah, siwezi kukabiliana na jambo lolote litakalochafua litakalo ni ufanya ni mkere Mola wangu. Inni akhafu Allah, namwogopa Allah. Kuna siku mimi nakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu, vipi? La, siwezi kufanya hivyo. Na ndio yule alipoulizwa, kwa nini unakuwa wewe upo karibu na Mola wako mara nyingi, umcha Mungu, unajitahidi, jambo gani linakufanya hivyo? Akasema, mimi najua na yakini ya kwamba inna Allaha yarani, Mola wangu ananiona muda wote, Mwenyezi Mungu ananiona. Fakhashitu an yarani fil ma'siyah, nimeogopa Mungu kuniona akanitazama halafu niko kwenye maasi. Jambo hilo ndo linanisukuma sana mimi nijiweke karibu na Allah katika ibada. Kwa sababu gani? Najua, nina yakini anna Allaha yarani, Mwenyezi Mungu ananiona. Fakhashitu, nimeogopa mimi, an yarani fil ma'siyah, Mola wangu akaniona mimi nafanya maasi. Kwa hiyo mtu akiwa faragha, akawa kuna changamoto imetokea, mazingira yanaruhusu, ushawishi ukashawishiwa, lakini ukakataa jambo kama hilo, kama ni mwanamme akakataa kumwelekea mwanamke ambaye ana uwezo, ana uzuri, ana sifa, lakini akakataa kwamba mimi akhafu Allah, namwogopa Mwenyezi Mungu, hili linamnyanyua siku ya kiyama, naye atakuwa katika nafasi kama hiyo. Lakini pia imesemwa ya kwamba hata mwanamke ambaye ataipitia changamoto kama hiyo akaitwa. Hapa hadithi imezungumza mwanamme, lakini wafasir wa sharhe wakasema hata mwanamke ikitokea yamemkuta mazingira kama hayo,
akaitwa na mwanamume katika maasiya, akawa na uthubutu licha ya changamoto, mwanamume mwenye uwezo licha ya changamoto mzuri, lakini akakataa kuingia katika maasi. Faqala inni akhafu Allah, akasema mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, siwezi kukabiliana na hilo. Basi jambo hilo litamfanya apate nafasi kama hiyo. Mwingine, mtu wa nne, rajulun tasaddaqa bisadaqati, ni mtu ambaye atatoa sadaka fa akhfaha, akaificha, hata la ta'lam shimaluhu, hadi kufikia mkono wake wa kushoto usijue, ma tunfiqu yaminuhu, kile ambacho umetoa mkono wake wa kulia. Mafhumu ya hadithi hii ni kwamba ni mtu kutoa sadaka, fa akhraja almal, akatoa mali yake, akawa hajui mtu mwingine kwamba yule katoa sadaka mahala fulani. Isiwe mtu anatoa sadaka halafu akawa anatangaza, akawa anatangazia nimempa kadha wa kadha wa kadha. La, sadaka yake aifiche, aitoe kwa siri, labda ikibidi kudhihirisha, lakini si kwa nia ya fahari, iwe ni kwa nia nyingine. Mfano, maana huulizwa maswali wakati mwingine, watu huuliza maswali, je, wale wanaotoa sadaka alafu wakaweka kamera, anatoa sadaka lakini anaweka kamera, anachukua watu picha, video, je, wale sadaka zao zitakuwa zimepokelewa na Mwenyezi Mungu? Itategemea nia ya mwenye kutoa. Kuna mwingine anachukua kamera kwa sababu ana watu wengine matajiri anaojuana nao, huwa watu mambo yale anayafikisha kwao, nao huraghibika, huhamasika, kumbe kuna dhiki namna hii, kuna watu wanaohitaji namna hii, wewe umefanyikiwa ukadiriki kulifanya, mimi nani hata nisifanye? Na yeye akavutika. Kama nia ilikuwa ni hiyo, hato semwa na usimhukumu mtu ukasema wanachukua makamera wanajionyesha tu wale kwenye sadaka zao wanazotoa. Hapana, sio kila anayechukua kamera kwenye sadaka anajionyesha, yategemea. Lakini kuna wengine wametumwa maagizo, wanaotoa sadaka wako mbali, wanataka wafikishiwe zile, kwa sababu kuna wengine washapigwa sana. Kuna mwingine anatoa sadaka, akija akitafiti hazifiki sadaka. Kwa hiyo ili aridhike, anaamua sasa, bwana, mkitoa nionyesheni nione na mimi. Lakini Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, siku moja anamwambia Mwenyezi Mungu, nataka kuona kaifa tuhil mauta, vipi unahuisha wafu, mimi nataka nione vipi unawafufua waliokufa. Mwenyezi Mungu akamwelekeza kuchinja wale ndege, halafu akawakatakata, akaweka kwenye mafungu kwenye majabali. Kwanza akachanganya, halafu akaweka mafungu tofauti katika majabali, milima tofauti, halafu akamwambia aite, wakaungana, chakule kipande chakule kikaungana kwa mwenzake cha huku, zikawa kitu kimoja kama walivyokuwa ndege mwanzo awali. Lakini Nabii Ibrahim alipomwambia Mwenyezi Mungu, nionyeshe unavyohuisha maiti, Mwenyezi Mungu alimuuliza, alam tu'min, hivi wewe huamini kama mimi ndo ninayehuisha? Huamini wewe mtume wangu Ibrahim? Nabii Ibrahim alisemaje? liyatma'inna qalbi, moyo wangu nataka utulizane. Tunaamini vizuri, lakini moyo tumie bwanadamu, kuna wakati kuna mambo mpaka nione. Madamu lawezekana kunionesha, au ikiwa lawezekana kuona, basi mimi nikisha kuona moyo wangu ushatulia. Kwa hiyo alitaka hivyo, liyatma'inna qalbu, ili moyo upate kutulizana. Kwa hiyo kuna wengine hawana nia wajioneshe, lakini akishatumiwa ile video akaona kule ile sadaka yake ilivyogawiwa, moyo wake unaburudika, alhamdulillah, ya Rabbi, pokea sadaka yangu. Kwa usione kamera inachukua sadaka zinazogawiwa ukahukumu, wala anajionyesha bwana meseni. Wengine wana nia nzuri, na hivyo ndio inavyokuwa malipo ya nia. Kuna mtu anaweza kufanya jambo ukaona kama limekaa kidunia hivi, lakini kwa sababu ya nia yake njema yule analipwa akhera, malipo ya akhera mazuri makubwa. Na laweza likawa jambo lina muonekano wa kiakhera, lakini kwa kuwa nia yake imekuwa mbaya, halina thawabu, halina malipo yoyote. Kwa hiyo sadaka vizuri ifichwe, na sadaka mbaya
semwa vibaya ile ambayo inakuwa na masumbulizi ndani yake. Toa sadaka alafu unasumbulia watu. Kwa hiyo rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mtu ambaye katoa sadaka mkono wake wa kushoto usijue kilichotolewa na mkono wa kulia. Hata tunapouwazoesha watoto wetu kuwapelekea jirani kitu, basi vile vile mtu amzoeshe, hebu ficha kama kuna watu usimpe, mwite pembeni, si mama anakupa hiki, kuna wageni, kuna watu pale, vizuri umfundishe hata yule mtoto adabu, vile nidhamu ya utoaji wa sadaka. Lakini pia unamfundisha kama kajua kitu kimetoka nyumbani kimekwenda mahala fulani, sio atangaze. Unamfundisha nidhamu ya kuficha. Hii ni nidhamu ya sadaka nzuri ya kutoa sadaka, mtu akaficha. Hata kama kagawa nguo, basi sio anapita mtu unamwambia imekupendeza bwana, nilijua itakufaa wewe, nilijua hii, nisema tena. Anapita pana watu, wapo watu pale wakapita na wenzake, imekufaa, imekupendeza, mashallah. Unamwangalia hivi, kwa sababu nguo ile walimpa watu wote, tena wanajua pale kwamba nguo ile ilitoka kwako wewe. Nilijua tu mwili ambao itaingia nguo ile, mwili wako, tena unajua inatoka Omani, hii ya Dubai aliniletea ndugu yangu fulani, lakini haikunifaa, nikajua nikaona nikupatie wewe. Mambo gani haya? Au chakula nilikuleta, maana watu nyumbani hawapendi hivyo, hawatumii sana wali wa Mbeya, mchele wa Mbeya hawatumii sana, au watu hawatumii sana unga wa Ikram au unga wa hivi au wa Bakharesa, au watu wanapenda sana unga fulani, nikaona nikuletee nyumbani, maana watu wangu wana maringo sana, wanachagua. Haipendezi tena watu kudhihirisha yale walioyatoa, na Mwenyezi Mungu sadaka ile anaipenda sana iliyofichwa. Na hiyo maana ikafikia hata wakawekwa kivuli, katika kivuli watu ambao wanapenda sana kutoa sadaka kwa siri, watu wengine wasipende kujua, wasijue. Wa rajulun, mtu mwingine, wangapi huyo? Watano. Dhakara Allah khaliya, mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa siri hali ya kuwa faragha. Fafadhat ainahu, yakatoka machozi macho yake, akawa anamdhukuru Mwenyezi Mungu, kajiweka faragha, akamkumbuka Allah mpaka macho yake akawa yanatoa machozi, analia, anamkumbuka Mwenyezi Mungu na adhabu zake, anamkumbuka Mwenyezi Mungu na pepo yake. Je, ataipata yeye pepo ya Allah? Anamkumbuka Allah kwa ukubwa wake na utukufu wake, mpaka macho yake akawa yanatoa machozi. Ni ibada kubwa kukaa faragha ukamtafakari Mwenyezi Mungu, ukalia kwa sababu ya Allah. Kuna watu analia kwa sababu timu yake imefungwa, analia na hajiwezi, leo sina mudi ya kufanya lolote, alafu ukimkalia mbele anaweza kupiga mdoo wote ukimkera. Yani siku hiyo ghadhabu zake, hata watoto wake nyumbani wamkalie mbali. Jambo dogo la kuwa si la kukasirisha, yeye anakasirika, anapiga. Utadhani yule punda mkali, anapiga siku hiyo kwa sababu timu yake imefungwa. Simba kafungwa au Yanga imefungwa, analia. Na kuna watu wanalia, tumeona watu wanalia mpaka video zinawanasa, alafu maskini mtu anatolewa, fulani kalia kwa sababu ya timu yake kufungwa. Hajawahi kulia muumini au mtu huyu Muislamu kama huyu, hajawahi kulia kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, kufikiria tu moto wa Mwenyezi Mungu, adhabu za Mwenyezi Mungu, pepo ya Mwenyezi Mungu, akatoka machozi, mapenzi yake, mahaba kwa Allah, mpaka akalia. Anatamani siku moja anakutana na Mwenyezi Mungu akiwa ameridhiwa naye ameridhika na Mola wake. Basi hayo ndio mambo ya kukaa mtu akayafikiria akatoa machozi. Ikiwa mtu ana tabia hiyo, basi Mwenyezi Mungu amemwekea kivuli siku ya Kiyama, sababu ni daraja nyingine hiyo, ikiwa amejizoesha mazingira hayo. Na ikiwa kajizoesha mazingira hayo, manake ni hatua muhimu sana mwanadamu muumini kuifikia. Ikawekwa wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat ainahu, akawa mtu anamkumbuka Mwenyezi Mungu faragha, kwa siri mwenyewe akawa analia. Basi hii ni upeo wa kumshukuru Allah, ni upeo wa kumkumbuka Allah, ni upeo wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saba, rajulun dhakara Allah khaliyan, mtu ambaye kamtaja Allah, kamkumbuka Allah kwa siri, faragha, fafadat ainahu, macho yake akatoa machozi. Hawa ni watu makundi saba, na sisi tutafute kundi la kujiegesha.
yako mengi, mtu anaweza kujiingiza akawa kwenye makundi mawili matatu, ikawa ni nafasi yake siku ya Kiyama. Jua likisogezwa kutoka maili 93 milioni kuja maili moja, akawa yeye amenusurika, amepata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kilomita 150 milioni kule liliko mpaka kwenye kuja kwenye kilomita ndogo za chini. Maili moja ni kilomita ngapi? Kilomita 1.5. Angalia, kutoka maili 150 milioni kuja mpaka maili kilomita 1.5, sio milioni, kilomita 1.5. Ni hatari kubwa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi tuwe katika watu hao inshallah, watu saba, atujalie, atuepushe na fadhaa siku ya Kiyama, na Mwenyezi Mungu atujalie wepesi katika safari yetu inshallah. Billahi tawfiq. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha.